Subscribe to Mwalimu Mfano Matabula online channel. Subscribe to get more knowledge about history. Asante mwalimu wetu kwa kuyatoa maarifa, tuzino bongo zetu kisha tusibe maarifa. Kwa historia vitu watu naza kwa usifa, si chote limubutu chukua inayofaa. Ini chaneli nzuri, fuatilia kwa makini, atoe elimu nzuri isiyo na walakini, elimu bila dosari tuhifadhi vichwani. Subscribe to Mwalimu Mfano Matabula online channel. Subscribe for more knowledge. Subscribe for good education. Subscribe for good education. Subscribe for getting big education. Karibuni tena wadau wangu wa channel ya Mwalimu Mfano Matabula online channel yetu ya kihistoria. Na basi usisahau kufuatilia channel hii ili kupata maarifa zaidi, yani subscribe, na usisahau kugawiza au kushiriki channel hii, yani share. Lakini pia usisahau kuweka alama ya kuipenda video kama utakuwa umeipenda, yani wenyewe wanasema gonga like. Naam, basi katika kipindi kilichopita tumezungumzia mambo mbalimbali, tukiwa tumezungumzia hasa mambo ya jinsi Wareno walivyokuwa na mambo yao. Tukawa tumemalizia hapo, lakini kwa leo ngoja tuje na kitu kingine. Kipindi chetu cha leo kitakuwa ni historia kuhusu Afrika na biashara ya utumwa. Kama tunavyojua kwamba biashara ya utumwa ilikuwa ni biashara iliyokuwa inafanyika kwa kuuza na kununua watu kama bidhaa nyingine tu za kawaida. Na nadhani niliwahi kuzungumza swala moja kwamba wakati huo wa utumwa watu walikuwa wale watumwa walikuwa wanachukuliwa kama bidhaa na walikuwa hawana thamani. Yani kama unavyoweza kupeleka tu ng'ombe mnadani kauzwa ikanunuliwa, basi ndio hivyo na binadamu walivyokuwa wanafanywa. Naam, basi hivyo ndivyo biashara ya utumwa jinsi ilivyokuwa. Lakini kama tunavyojua kwamba utumwa wenyewe kama utumwa, ukiachana na biashara ya utumwa, biashara ya watumwa, tukisema utumwa wenyewe manake tunazungumzia swala la mfumo mmoja wapo wa uzalishaji mali kwa binadamu, yani wanaita mode of production. Ni mfumo wa pili kutoka kwenye ujima kwa maana ya communalism. Kwa hiyo sasa historia ya Afrika na biashara ya utumwa ilikuwaje? Historia ya Afrika na biashara ya utumwa ilianza pale tu ambapo Afrika ilianza kuwasiliana na mataifa mengine ambayo yako nje ya Afrika. Baada ya kuanza kuwasiliana na kuhusiana na mataifa hayo, hasa baada ya wale watu kuja huku wakiwemo Waarabu, kama tulivyozungumza habari za Wareno na wakoloni wengine waliokuja, au watu wengine wageni kutoka huko nje waliokuja, hao ndio waliosababisha biashara ya utumwa kuanza hapa Afrika. Na walikuwa na mbinu zao mbalimbali za kuwapata watumwa, ambapo mbinu ya kwanza kabisa walioitumia ni mbinu ya kuchukua watumwa au watumishi wa ndani. Kama tunavyojua kwamba hata sasa kuna watumishi wa ndani, unaweza kukuta kuna wale gardeners, wale wanaotunza bustani kwa sasa, lakini kipindi hicho walikuwa ni watumishi wa ndani, kwa maana ya wengine walikuwa ni vijakazi, wengine walikuwa ni wafanyakazi tu wa kawaida ambao wanakuwa wameajiriwa katika nyumba mbalimbali, katika familia mbalimbali. Sasa hao walikuwa wanachukuliwa, wanauzwa huko nje ili kupata kwa mfano risasi, baruti ambazo zilikuwa zinatumika kuimarisha
uongozi wa machifu waliohusika. Sasa hili swala lilifanywa na machifu wenyewe wa Kiafrika, ndio walifanya hili swala la kuwauza watumwa kwa Waarabu na wazungu wengine, au watu wengine waliohitaji watumwa walikuwa wametoka nje ya Afrika. Lakini mbinu ya pili iliyotumika, kwanza kabla ya mbinu ya pili, kwa mfano mkubwa wa machifu waliofanya hiyo biashara ya kuwauza watu, ilikuwa ni kwa mfano Chifu Machemba wa Uyao na Bwana Heri. Bwana Heri naye bwana alijitahidi kupigana na Wajerumani, lakini bwana kabla ya hapo wale ambao walionekana kutokuwa kikwazo sana aliwauzia watu wake. Kwa hiyo ni hivyo. Lakini tukienda kwenye mbinu ya pili sasa, mbinu ya pili walioitumia ilikuwa ni kuteka watu, kuwateka na kuwafungia sehemu na kwenda kuwauza. Sasa hii mbinu ilitumika na machifu wa Kiafrika pia, lakini hii mbinu ilikuwa ni mbinu ambayo ili kuweza kuwapata hao watu ambao wangeenda kuwa watumwa, walikuwa wanalazimika kusubiri kwa mfano kwenye sherehe za kijamii ambazo hazikuwa na ulinzi. Kwa mfano sherehe kama harusi, sherehe kama zile za kuvuna, sherehe kama ngoma mbalimbali, labda watu wanaoa, zile sherehe mbalimbali tu za kitamaduni ambazo hazikuwa na ulinzi, walikuwa wanafika, wanakamata, wanabeba, wanapeleka huko wanakopeleka. Kwa hiyo walikuwa wanafanya hivyo, na hao watu waliokuwa wanachukuliwa wale wenye nguvu, ambao wanajua kabisa kwamba hata wakifika huko watafanya kazi. Watafanya kazi ya maana ya kueleweka. Umeona? Lakini tukiachana na mbinu hiyo, mbinu nyingine ya tatu ilikuwa ni kukamata wahalifu na kuwauza utumwani. Walikuwa wanauza wahalifu hawa watu. Wahalifu kwa mfano kama wahalifu waliokwepa kulipa kodi, au wahalifu kwa maana ya wafungwa waliofanya makosa, au wakati mwingine walikuwa wanatumia kuuza watu ambao waliwahi kuingia mgogoro na jamii, wakawa wametekwa. Kwa hiyo tunasema ni mateka wa vita na wahalifu mbalimbali ambao wanakuwa katika jamii. Kwa mfano kama sasa hivi tuseme wafungwa ambao wanakuwa wako magerezani, hawatunzwi, bali wanakuwa wanauzwa kwenda huko kufanya kazi hizo za kitumwa. Umeona bwana? Kwa hiyo baada ya kuwa mtu umekwepa kulipa kodi, baada ya kuwa mtu umeasi kwenye jamii husika, baada ya kuwa mtu umefanya uhalifu, labda umeharibu mali au umefanya kosa lolote ambalo kwa jamii hiyo haikubaliani na inaona ni uhalifu, basi moja kwa moja ulikuwa unachukuliwa, unakwenda sehemu ya kuhifadhiwa ili baadaye uje uuzwe kama mtumwa, ambapo kabla ya watumwa walikuwa hawa watu wana adhabu zao wanapewa, lakini baada ya kuja utumwa wakawa wanawakamata na wanawapeleka kuwauza utumwani. Lakini mbinu nyingine iliyotumika ilikuwa ni kuwashambulia watu vijijini ghafla nyakati za usiku. Hasa nyakati za usiku watu walikuwa wanashambuliwa, au wakati mwingine utekaji huo ulifanyika pia hata kwenye shughuli za uzalishaji mali. Kwa mfano kama watu wanalima au wamekwenda kuvua. Kwa hiyo katika hali kama hiyo watu walijikuta wamekamatwa ghafla, na walijikuta wamekamatwa na kupelekwa kwenda kuuzwa huko utumwani. Lakini mbinu nyingine ambayo ni mbinu ya tano walioitumia
ilikuwa ni udanganyifu. Udanganyifu huu ulikuwaje? Huu udanganyifu ilikuwa kwamba, yani unaambiwa kwa mfano kwamba inabidi ubebe mzigo huu, ukifika sehemu fulani utalipwa kiasi fulani. Kwa hiyo walichukuliwa kama wapagazi, lakini baadaye wakauzwa kama watumwa. Kwa hiyo ilikuwa ni njia ya ulaghai. Na kwa mfano hasa karne ya 19, watu kutoka Ghana, kuna wanawake kama 77 hivi na watu wengine ambao walikuwa wanadanganywa kwamba waende kama wapagazi, halafu wakauzwa moja kwa moja. Kwa mfano wale wanawake walikuwa wanaambiwa waende wakauze viungu sehemu fulani, walivibeba wakafika moja kwa moja wakachukuliwa wakauzwa kama watumwa. Kwa hiyo hizi zote zilikuwa ni mbinu za kuhakikisha kwamba watumwa wanapatikana na kazi ya wale wageni waliokuwa wamekuja kutafuta watumwa inaendelea kupamba moto vizuri. Lakini hapa kwenye historia ya Afrika na biashara ya utumwa kulikuja kutokea kitu kingine kinachoitwa biashara ya utumwa katika bahari ya Atlantic, ambapo hii wenyewe wanaita triangular slave trade au wanaita transatlantic slave trade. Kwa nini hii ilihusisha kwa nini inasemekana kama ni triangular? Kwa sababu ilikuwa ina mabara matatu ambayo yalikuwa yanahusiana. Ilikuwa yanafanya biashara kwa staili hiyo. Walikuwa wanaweza watoke Afrika waende Ulaya, baada ya hapo waende Amerika. Ina maana kwamba wanaponunuliwa wanakwenda Ulaya, lakini wanapofika kule, wakitoka kule wanakwenda bara la Amerika kwa ajili ya uwekezaji. Kama tunavyojua kwamba kabla ya Marekani tunayoiona sasa kupata uhuru, lilikuwa ni eneo tu la Muingereza la kuwekeza, na aliwekeza karibu 30% ya viwanda vyake na uwekezaji wote pale. Na hiyo ndiyo sababu mojawapo ya swali linaloulizwa kwamba kwa nini Uingereza aliporomoka kuwa nchi yenye nguvu duniani, yani nchi yenye nguvu kuliko zote, yani wanaita the super power. Kwa nini aliporomoka? Aliporomoka kwa sababu mojawapo tu. Sababu mojawapo ni hiyo kwamba ule uwekezaji wote aliokuwa wameuwekeza kule, baada ya uhuru wa Marekani wakawa wametaifisha. Kwa hiyo hizo zote zikawa ni mali za taifa hilo la Marekani. Na kwa hiyo kulianza swala hilo, na hii bahari ya Atlantic ndo ilitumika hasa kwenye kusafirisha watu kutoka Afrika kwenda mpaka Ulaya na kwenda mpaka Amerika. Huko walikuwa wanakwenda kufanya kazi mashambani na maeneo mengine ya uzalishaji mali, au katika vitega uchumi vingine kabisa vya Muingereza ambavyo alikuwa amewekeza huko. Nini sasa chimbuko la wa Amerika na chimbuko la hiyo biashara ya utumwa kupitia bahari ya Atlantic, yani wanaita transatlantic slave trade. Hii biashara ya utumwa, biashara ya watumwa kupitia bahari ya Atlantic ilianzia wapi? Hii biashara ilianzia katika chanzo cha Mhispania mmoja ambaye alikuwa anaitwa Bwana Christopher Columbus, ambaye sasa huyu mwaka 1492 alikwenda na kuwa mzungu wa kwanza kufika katika bara la Amerika. Alipofika katika bara la Amerika,
kama tunavyojua kwamba wapelelezi wakoloni walikuwa wanaanza kwanza, wanatuma kwanza wapelelezi, baadaye wanakwenda wamisionari, baadaye ndio wanakwenda wakoloni wenyewe. Wafanyabiashara na wao walikuwepo pia. Alafu baada ya hapo sasa ndo wanakuja wengine. Kwa hiyo mtiririko ulikuwa kama huo. Ina maana hivi vitangulizi vya ukoloni havikufanyika Afrika peke yake. Hivi vitangulizi vya ukoloni pia vilifanyika katika nchi nyingine au mabara mengine. Kwa hiyo hata na huko Amerika, katika bara la Amerika ilikuwa hivyo hivyo. Ilikuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo alianza kwenda huyo bwana Christopher Columbus. Baada ya kufika huko, Wahispania wengi wakatamani kuhamia huko na walihamia huko. Baada ya kufika huko, wakafungua mashamba ya pamba, miwa, kahawa, tumbaku, lakini wakafungua na migodi ya madini mbalimbali ikiwemo dhahabu na madini ya silver. Sasa baada ya mambo yote hayo, uhamiaji wao, kwa sababu kipindi hicho taarifa zilikuwa zinatembea au zinasambaa kupitia nyenzo mbalimbali, ikiwemo wanaotoka huko wanakwenda nchi nyingine za Ulaya. Kwa hiyo nchi nyingine nazo zikawa zimeshapata taarifa kwamba huko kuna dili, kuna uwekezaji mkubwa. Sasa kutokana na suala la ubepari, ambapo ubepari ni mojawapo ya mfumo wa uzalishaji mali kwa binadamu, yani mode of production, ambao ni mfumo wa tatu. Ni mfumo wa nne. Ujamaa ndio mfumo wa tano. Kwa hiyo mfumo wa 4 ni ubepari, ambao nadhani sasa hivi ndo asilimia kubwa unaendelea kutawala nchi nyingi. Kwa hiyo sasa, kutokana na huo mfumo, ambapo huo mfumo inatakiwa mtu kujilimbikizia mali, kila mtu anataka awe na mali kumzidi mwingine. Kwa hiyo sasa, kutokana na hali hiyo, watu wakawa wamevutiwa, hasa watu wa Ulaya wakaenda wengi, watu wa Ufaransa, watu wa Uingereza, nao wakaenda wakafikia kule, wakaanzisha mashamba yao na wao ya tumbaku, ya pamba, ya kahawa na vitu vingine. Kwa hiyo baada ya mambo yote hayo, sasa wakaanza kuwaza, wanapata wapi wafanyakazi? Na tusisahau kwamba katika eneo hilo la bara la Amerika kulikuwa kuna watu wa asili ambao wanaishi pale. Walikuwepo watu wa asili ambao walikuwa wanaishi pale tangu hata kabla huyo mzungu hajaenda kugundua pale. Sasa wakabuni mikakati minne ambayo ingewasaidia wao kupata wafanyakazi kwa urahisi. Mkakati wa kwanza, wakasema watumie wakazi wa asili pale pale. Watumie wakazi wa asili pale pale kwa ajili ya kujipatia wafanyakazi wa kudumu, kwa sababu issue ilikuwa sio wafanyakazi, issue ilikuwa ni wafanyakazi wa kudumu. Na tusisahau kwamba hawa watu wa Ulaya, wazungu wenyewe, walikuwa hawawezi kujitosheleza kwa sababu idadi yao ilipungua karibu 33% katika nchi nyingi ambazo zilipitiwa na ugonjwa wa town ya wakati huo. 33% ya watu wa nchi husika walikufa. Kwa hiyo wazungu walikufa sana na huo ugonjwa, walikuwa wanaita ni ugonjwa wa town ambao wenyewe wanaita bubonic plague, au huwa wanaita kifo cheusi, yani black death. Sasa sijajua kwa nini waliita hivyo, lakini huo ndio ugonjwa ambao ulikuwa umepunguza idadi kubwa sana ya wazungu kipindi hicho. Kwa hiyo wakakosa watafanyaje kupata wafanyakazi wa kudumu, ndio wakabuni mikakati minne. Mkakati wa kwanza ukawa ni huo kwamba watumie wafanyakazi wa asili katika kuhakikisha kwamba wanapata wafanyakazi wa kudumu. Lakini mbinu nyingine ambayo ni mbinu ya pili au mkakati wa pili waliouunda ili kuweza kupata wafanyakazi wa kudumu,
ilikuwa ni kwanza katika hii mbinu ya kwanza ya kwamba watumie wafanyakazi wa asili wa pale pale bara la Amerika pale pale. Hiyo mbinu ilifeli kwa sababu kwanza magonjwa ambayo wazungu waliyapeleka huko wakawaambukiza wale wengine, ikiwemo ndui na homa ya matumbo. Haya mambo yalisababisha watu wakawa wamefariki wengi. Lakini jambo jingine ni kwamba wale watu wa kule walikuwa wameshazoea zao tu kuwinda na kukusanya matunda na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hawakuwa na nguvu thabiti ya kuweza kufanya kazi za mashamba kama kulima na kuendesha mitambo au kuchimba madini huko, ilikuwa ni vigumu kwao. Kwa hiyo mbinu hiyo ikafeli. Sasa wakaja na hii mbinu ya pili, ambayo mbinu hii ilikuwa ni kutumia wafanyakazi wa mkataba kutoka Ulaya. Wafanyakazi wa mkataba walikuwa ni wale wafungwa na wahalifu, au kwa mfano kama wadaiwa sugu aliyefungwa kwa ajili ya mambo ya kodi na uhalifu mwingine, ili mradi awe mfungwa. Hawa walitakiwa kusafirishwa kutoka Ulaya kufika mpaka bara la Amerika ili kuweza kufanya kazi katika mashamba na migodi ya wazungu, yani kwa maana vitega uchumi vya wazungu wenzao. Hii mbinu nayo ilifeli. Hii mbinu ilifelije? Ilifeli kwa sababu hawa wazungu kwanza walikuwa wanafanya kazi kwa muda maalum tu, halafu baada ya hapo wanaondoka zao. Yani ilikuwa ni vigumu kumlazimisha mzungu kuendelea kufanya kazi sehemu moja wakati mkataba umeisha. Kwa hiyo walikuwa ni huru kurudi kwao kutokana na sera zao, yani wao wenyewe hawawezi kubaguana na kukomeshana, kufanyishana kazi kupita kiasi. Lakini jambo jingine ni kwamba hawa watu, yani kutokana na kwamba ni wao kwa wao weupe wenyewe, walikuwa wanachukuliana kama binadamu, wanahurumiana. Kwa hiyo walikuwa wanatakiwa yani walikuwa wanatakiwa watunzane kama angalau nusu ya vile wanavyoishi wale mabosi wenyewe. Kwa hiyo swala hilo likasababisha ikawa ni gharama kubwa sana kuweza kuwatunza hawa watu ambao wanakuwa wanatoka Ulaya na kufika pale kwa ajili ya kufanya kazi za mkataba. Kwa hiyo hiyo mbinu ya pili nayo ikafeli. Ya tatu nayo ikawa imeshindikana. Samahani, mbinu ya pili hiyo ikawa imeshindikana. Mbinu ya tatu wakasema sasa, kwa kuwa hizi zote mbinu zimeshindikana, basi tuende Asia, katika bara la Asia tukachukue wafanyakazi ili waweze kutufanyia kazi, yani wao wafanyakazi wa kudumu. Sasa changamoto nyingine iliyokuja kutokea ni kwamba umbali kutoka Asia mpaka Amerika ilikuwa ni kikwazo kigumu sana kuweza kukikabili, kwa mantiki ya kwamba gharama za kuwasafirisha watu kutoka huko Asia mpaka kuwafikisha katika bara la Amerika zilikuwa ni kubwa. Lakini jambo jingine ni kwamba hata hao watu wa Asia wenyewe, ngozi nyeupe wenzao, japo wanaonekana wanatofautiana nao kimuonekano, lakini ni ngozi nyeupe, wengine ni wanaweza kuwa mpaka na wekundu fulani. Kwa hiyo kutokana na changamoto hizi bado hawakuweza kufanikiwa kupata wafanyakazi wa kudumu, kwa sababu wafanyakazi wa kudumu walitakiwa wawe wana uwezo wa kufanya kazi kwa muda mrefu, ambapo sasa hii changamoto hii ya muda pia iliwakumba wafanyakazi wa Ulaya wale wa mkataba, kwa maana ya kwamba walikuwa hawawezi kufanyishwa kazi muda mrefu kupitiliza. Ina maana kwamba walikuwa wanatakiwa wafanye kazi kwa muda maalum tu, alafu baada ya hapo warudi zao makwao. Lakini jambo jingine ni kwamba hata wao wenyewe hao waliokuwa ni watu wa Asia, na wao ilikuwa ni vigumu kuwafanyisha kazi ngumu, kwa sababu hawakuwa imara sana kiasi hicho kuweza kuhimili changamoto na mizozo ya pale Amerika. Kwa maana ya, ninaposema changamoto
kuweza kuhimili kufanya kazi katika mazingira magumu, katika jua kali, kulima na kufanya hivyo, tumia kazi zenye nguvu sana, walikuwa bado hawana uwezo. Sasa mkakati wa tatu nao ukafeli kwa staili hiyo. Mkakati wa 4 uliokuja kufanikiwa, wale wafanyakazi, wale wamiliki wa migodi na mashamba wakabuni mbinu kwamba sasa tuchukue watumwa kutoka kule kwenye Black Continent. Tunasikia kuna continent moja inaitwa Dark Continent. Twende sasa tukaangalie kule napo. Wakaja sasa. Walipokuja, kila aliyetathmini ufanyakazi wa Waafrika, kila aliyeangalia mafanikio ya kazi zinazofanywa na Waafrika ambaye ni mzungu wa Ulaya, alikubali kwamba hii ndiyo njia sahihi ya kupata wafanyakazi wa kudumu. Kwa hiyo ndio ilikuwa chimbuko ya biashara ya utumwa kupitia bahari ya Atlantiki. Kwa hiyo sasa, baada ya kugundua hivyo, ina maana watu walianza kusafirisha mamia na maelfu na mamia elfu ya raia kutoka Afrika kwenda mpaka huko Ulaya. Sasa hii biashara ilikuwa ni biashara ya kubadilishana bidhaa kwa bidhaa, lakini sasa ilikuwa ni biashara inahusisha mabara matatu, ndio maana inaitwa triangular. Watumwa wengi walisafirishwa kutoka Afrika, lakini walipofika kule njiani wakagawika. Wachache wakaenda Ulaya, wengi wakaenda bara la Amerika kwa ajili ya kufanya kazi mashambani na katika vitega uchumi vya wale wazungu. Kwa hiyo biashara ikawa inaendelea kwa staili hiyo. Kwa hiyo wao walichokuwa nakifanya, kama tulivyozungumza mwanzo kwamba kuna machifu walikuwa wanauza wafanyakazi wao. Kwa hiyo wale watu pia sio tu machifu, kuna na makabila ambayo yalikuwa yanajihusisha na hizo biashara. Kwa hiyo ina maana kwamba wale Waafrika waliokuwa wanafanya kazi ya kuuza Waafrika wenzao kama watumwa, wao walipewa vitu vingi, ikiwemo masufuria ambapo ni vitu vya kupikia, walikuwa wanaletewa vioo, walikuwa wanaletewa divai, walikuwa wanaletewa bunduki na vitu vingine. Kwa hiyo swala hili likawa ni endelevu na likawafurahisha wale mabosi kwamba wamepata wafanyakazi wa kudumu. Kwa hiyo baada ya hapo ndio rasmi sasa hii biashara ya watumwa kupitia bahari ya Atlantic ikakolea na ikaanza kufanyika kwa niseme ni ufanisi. Maana hii ndio ilikuwa biashara katili, au ndio ilikuwa biashara ambayo kihistoria inaonekana kwamba ilikuwa na ukatili mwingi sana 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 hapa duniani, kwa sababu watu walikuwa wanauzwa tu kama bidhaa kama huwa ambavyo ninasemaga kwenye tukifika kwenye masuala ya watumwa. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba changamoto hizi za wazungu kukosa kazi au wafanyakazi wa kudumu ndio zilisababisha watu wakaja huku Afrika wakaanza kuchukua watu kutoka huku. Lakini hii biashara ya watumwa kupitia bahari ya Atlantic ilikuwa na athari fulani, ambazo hizi athari hizi ni nyingi, ambazo zilisababishwa na biashara ya watumwa kupitia bahari ya Atlantic, kwa sababu watu wengi waliondoka. Kwa hiyo unaweza kuona kuna athari za uchumi. Kwa mfano rasilimali watu wa Afrika iliondoka, uzalishaji mali ukawa haupo, soko la Afrika likapungua kwa sababu wanunuzi wengi wamechukuliwa na kupelekwa huko Ulaya.
System UI. Fingerprint mismatch. Lakini pia hii swala lilisababisha mambo kwa mfano kama vile viwanda vile vilikufa na kuporomoka, hasa viwanda vya jadi vya Afrika, kwa sababu walichukua watu pia ambao walikuwa na uwezo kiteknolojia, wakawa wamewabeba wamewapeleka huko. Lakini suala jingine ni kwamba humu Afrika kuna mataifa yalitajirika, na pia humu Afrika kuna mataifa yalikuwa maskini. Kwa nini? Kwa sababu katika mataifa ambayo yalikuwa yanauzwa watumwa, kwa mfano kama Asante, Dahomey na Benin, mifano michache tu, hayo mataifa yalikuwa yanatajirika sana kwa sababu ya hiyo biashara ya watumwa. Lakini watu waliokuwa wanashambuliwa huku upande walikokuwa wanatolewa, huku upande walikokuwa wanatolewa watumwa kutoka huku kwenda huko Ulaya na Amerika, ina maana kwamba huko walikokuwa wanatolewa kulibaki kuwa maskini, kwa sababu kwanza walishindwa kuendelea kufanya uzalishaji mali kutokana na hofu ya kushambuliwa. Lakini kwa sababu hiyo, njaa na ukame vikawa ni sehemu ya maisha yao. Kwa hiyo kukawa ni changamoto ya huo ukame kutokana na nini? Kutokana na kutokulima wala kujihusisha na uzalishaji mali. Kwa sababu gani hawakufanya hivyo? Kwa sababu walikosa muda kutokana na hofu ya kuja kushambuliwa na kuchukuliwa kama watumwa. Kwa hiyo hizi zote zilikuwa ni athari za kiuchumi ambazo zilitokea, ambapo tunaweza tukaona kwamba hata tu unyonyaji ni sababu nyingine au ni athari nyingine, kwamba wao walikuja wakachukua vitu kama magamba ya konokono, nta ya nyuki, wakachukua ngozi za wanyama, wakachukua meno ya tembo, wakachukua dhahabu, wakachukua na madini mengine. Lakini wao pia sio tu madini, wakachukua na binadamu, nguvu kazi ya Waafrika nayo ikachukuliwa. Lakini sasa wao walikuja wakatuletea bidhaa za anasa kama vile divai, vioo, nguo nzuri za hariri, mapambo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tulikuwa tunapoteza vitu vya thamani, tunapata vitu vya anasa. Angalau hata viongozi wa falme mbalimbali au himaya mbalimbali za kichifu, wao angalau walipata hata bunduki, kwa maana ya silaha za kujihami. Ingawa nao wale walikuwa ni wajanja, walikuwa wanaleta bunduki ambazo tayari ni teknolojia iliyokwisha pita, ambayo sio ile wanayoitumia wao kwa wakati huo. Sasa unaweza kaona changamoto jinsi ilivyokuwa. Kwa hiyo sasa tunaweza kuona kwamba kulikuwa kuna shida kubwa sana, kwa maana ya hakukuwa na usawa wowote katika biashara hii inayoitwa biashara ya watumwa kupitia bahari ya Atlantiki. Kulikuwa hakuna usawa kati ya Ulaya na Afrika. Lakini pia haikuishia hapo. Athari nyingine ya kiuchumi ikawa kuharibika au kusitishwa kwa biashara ya Trans-Saharan, yani kwa maana ya ile biashara ambayo ilikuwa inafanyika kwa kuvuka jangwa la Sahara, au ambayo njia yake kuu ilikuwa ni jangwa la Sahara. Na hii biashara iliharibika kwa sababu watu wengi ambao walikuwa wanafanya hiyo biashara, hasa kutoka huku Afrika kupeleka mpaka maeneo mengine ambako biashara hiyo ilikuwa inafanyika, walikuwa wanajikuta wamepata changamoto kutokana na shida, kwamba walikuwa wanashambuliwa sana. Na kushambuliwa kwao ilikuwa ni kwa sababu ya kutafuta
watumwa. Lakini kunazo pia athari za kijamii ambazo zilijitokeza pale. Mifano ya athari hizo za kijamii, kwa mfano, moja, Waafrika walipungua sana katika bara lao kwa sababu wengi waliuliwa katika vita kwa ajili ya kutafuta kuteka watumwa, lakini wengine wakafa kwenye magereza yale ambapo walikuwa wanasubiri kusafirishwa kwenda Amerika, lakini wengine wakafa kwenye huko mabaharini, huko kwenye meli za wale wazungu. Walikufa watu kwenye meli za wazungu huko, ambapo walikuwa wanahakikisha kwamba wamewabeba, wamewapeleka huko. Sasa huko katika harakati za kuwasafirisha mpaka kufika huko, wengi walikuwa wanakufa kwa sababu hakuna mzungu alikuwa anajali ugonjwa wa Mwafrika. Hakuna mzungu aliyekuwa anajali lishe ya Mwafrika, kusema kwamba atawapa lishe nzuri. Walikuwa wanapewa tu chakula ili mradi tu wale wafanye kazi, wasife basi. Kwa hiyo sasa swala hilo, hata mtu akipata kuumwa au wengine waliokuwa wanataka kujaribu kujirusha na kujitosa, ilikuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo inakadiriwa kwamba watu walifika kama milioni 15, milioni 15 mpaka 50 walifika maeneo ya Amerika kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali. Lakini wakati huo inakadiriwa kwamba Afrika Magharibi tu yenyewe ilikuwa imepoteza watu karibu milioni 40 mpaka kipindi chote kinapita. Na hayo ni makadirio ambayo yamkini hakuna mtu alikuwa anajali kuyaandika. Kwa hiyo sasa, kama ni hivyo, ina maana kwamba ni makadirio ya watu wa historia ambao wamejaribu, kwa sababu historia tunajua kuna vyanzo vyake vya historia ambavyo tulishazungumza hapa kuhusu vyanzo hivyo vya historia. Ikiwemo na oral tradition, kwa maana ya kuwauliza watu waliokuwa pale. Sasa kutokana na swala hilo, unakuja kukuta kwamba watu wengi walikuwa wanasema ndugu zao hawapo, hawapo, na vyanzo vingine vilivyotumika tu kwa ajili ya kuthibitisha mambo haya. Kwa hiyo kwangu mimi nasema, hata kama Waarabu walichukua watumwa, lakini hawakuwa na biashara katili ya watumwa kama hii. Hii ni biashara ambayo imeua Waafrika wengi kuliko biashara nyingine za watumwa zilizowahi kufanyika. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa. Lakini pia jambo jingine ni kwamba Waafrika walikuwa wanatwezwa kwa sababu walikuwa hawaheshimiwi. Alikuwa hamna naye jali, ilikuwa hakuna naye sikiliza chochote. Kwa hiyo ina maana kwamba wale walikuwa hawana haki. Yaani bwana wa mtumwa angekuwa na uwezo wa kumuua mtumwa na asidaiwe wala kuulizwa kwamba kwa nini amemuua huyo mtumwa. Hayo mambo yalikuwa yanawezekana. Hilo ni jambo jingine la pili, kutwezwa. Lakini jambo jingine ni kwamba hii ilisababisha wakimbizi wengi, wakimbizi hasa wale watu wenye ulemavu, wanawake, watoto ambao hawakuweza kuchukuliwa kutokana na zile hofu zile. Walijikuta kwamba wamekimbia na kutengana na familia zao, hasa kwa sababu wanaume walikuwa wanachukuliwa wanapelekwa huko Ulaya kwa ajili ya utumwa. Lakini jambo jingine pia ni kwamba masuala haya yalichochea migogoro ya kikabila, kwa sababu zile risasi na bunduki zilizokuwa zinapatikana zilikuwa zinawapa viburi viongozi wa Kiafrika ambao walikuwa na migogoro huenda tu ya kihistoria na makabila mengine, wanakwenda kuvamia, kuteka, na ili kuweza kupata watumwa wa kuuza. Kwa hiyo hizo ni athari chache tu za kijamii ambazo zilitokea hasa wakati wa hii biashara hii. Athari chache tu hizo ambazo zilitokea.
Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba upungufu wa watu kutoka Afrika haikuwa tu kwa sababu walikuwa wanauzwa. Wengine walikuwa wanakufa kwa njaa. Kutokana na nini? Kutokana na kwamba hakuna mtu alikuwa anawaza kulima wakati wanakimbia kwenye wakati wa kushambuliwa vijiji vyao. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba hiyo nayo ilikuwa ni sehemu, ilikuwa ni changamoto mojawapo au ni uhalifu na hasara iliyokuwa inapatikana kwa upande wa jamii za Kiafrika. Lakini pia kulikuwa kuna athari za kisiasa, ambapo kisiasa kama tunavyojua kwamba ni mambo ya utawala na vitu kama hivyo. Lakini katika utawala huu kuna mataifa ambayo yalikuwa yanamezwa, kwa maana ya kwamba kutokana na zile vita kuna mataifa yaliyokuwa yanamezwa, ambapo tunaposema mataifa ina maana kipindi hicho yalikuwa yanajipambanua sana sana kama himaya, ambapo hizo himaya zilikuwa ni za machifu mbalimbali, zilikuwa ni yalikuwa ni maeneo ambayo kuna watu ambao wanajitambua kwamba wao ni taifa fulani au wao ni watu wa kutoka sehemu fulani na wako hapo kama taifa, na yalihesabika kama mataifa kwa sababu yalikuwa tayari yanazo mamlaka zake, lakini tayari watu wake walikuwa na ule utaifa wao wa kuweza kujitambua kwamba wanao uwezo wa kujitawala kama eneo la mamlaka fulani. Kwa hiyo mataifa hayo mengine yalimezwa. Lakini tukiachilia mbali suala la mataifa kumezwa, pia kulikuwa kuna changamoto ya migogoro ya kisiasa kati ya taifa moja na taifa jingine. Ambapo kipindi hicho tukisema mataifa kama nilivyosema zilikuwa ni himaya. Kwa hiyo hizi himaya au chiefdom au kingdom ambayo ndio yalikuwa mataifa yenyewe ya wakati huo, ina maana yalikuwa yanaingia migogoro kutokana na changamoto mbalimbali, ambazo hizo miongoni mwazo ni kutokana na ile faida ya baadhi ya viongozi kupata silaha ambazo zingeweza kuwasaidia kusimamia uongozi wao. Kwa hiyo kama tunavyofahamu kwamba himaya nyingi kubwa zinazoitwa empire nyingi za hivi karibuni ambazo tayari zilikuwa katika kipindi hicho cha biashara ya utumwa, ina maana kwamba tayari wao walikuwa wameshajiingiza kwenye masuala ya kuziteka na kuzitawala himaya nyingine ndogo, yani conquering. Unaona? Kwa hiyo kulikuwa kuna masuala hayo. Kwa hiyo ina maana kwamba kukaingia migogoro ya kisiasa kutokana na changamoto hizo. Na ina maana zile nani ambazo zilikuwa conquered au zilizokuwa zimechukuliwa na kutawaliwa, na wao hawakukubali. Ndio maana tunaona mwishoni kabisa kwamba hizi empire, ukiangalia kila empire kuporomoka kwake au kila himaya, lazima kuna kitu kilikuwa kinaitwa rebellion, yani uasi katika watu waliokuwa mle. Kuna watu walikuwa wanaasi, wanaanzisha himaya zao nyingine, kwa sababu asili ya himaya kubwa kama empire zilikuwa nyingine au zilizo nyingi zilikuwa ni lazima ziwe zimeyateka na kuyakamata mataifa au himaya nyingine kwa ajili ya kujiendeleza. Kwa hiyo hizo silaha ziliwasaidia pia kwa sababu hiyo. Kwa hiyo ina maana kwamba hawa watu waliokuwa wanaleta silaha hizi kubwa walisababisha changamoto kubwa za usalama wa Afrika, hasa kwa kipindi hicho. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa, na huo ulikuwa ni mfumo mmojawapo au mfumo wa kwanza wa biashara ya watumwa kupitia bahari ya Atlantiki. Lakini tuje kwenye mfumo wa pili wa biashara ya watumwa, ambao huu mfumo wa pili ulikuwa ni mfumo
wa biashara ya watumwa kupitia bahari ya Hindi. Sasa hawa waliokuwa wanaenda bahari ya Hindi wanapita huko, hawa walikuwa hawaendi Ulaya sana, yani ni mara chache sana walikuwa wanaenda huko, lakini asilimia kubwa ya watumwa wengi waliokuwa wanatoka Afrika Mashariki walikuwa wanajikuta wanapita maeneo ya bahari ya Hindi, wanaenda kuuzwa nchi za Mashariki ya Kati. Sasa kuanguka kwa utawala wa Wareno pwani ya Afrika Mashariki, hasa mwishoni mwa karne ya 18 kulisababisha kupanuka kwa biashara ya watumwa, ambapo watu kutoka Afrika ya Mashariki walianza kujihusisha na biashara ya watumwa na watu wa Mashariki ya Kati, na wengine walikuwa wanakwenda Afrika ya Kusini. Katika mfumo huu wa kusafirisha watumwa kutoka Afrika Mashariki kwenda huko kutoka huko Afrika Mashariki kwenda nchi za Mashariki ya Mbali na Mashariki ya Kati, kulikuwa na sababu nyingi, lakini mojawapo ni ile sababu ya kwamba huko katika nchi za Mashariki ya Mbali na Mashariki ya Kati kulihitajika watumwa, yani kulitokea mahitaji makubwa ya watumwa katika nchi hizo. Na kwa hiyo sasa watu wakaanza kuchukuliwa na kupelekwa kule. Lakini kama nilivyosema mwanzo kwamba utumwa ni utumwa na ulikuwa na athari mbaya kweli, lakini ni heri hata afadhali kidogo kwa mbali hata hawa watu wa Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali zikiwemo nchi za Arabuni waliwatumia vizuri, kwa sababu kuna baadhi ya watumwa walitumika kama wafanyakazi wa nyumbani, wengine walitumika kama wafanyakazi wa mashambani, lakini wengine walitumika kama askari. Kwa hiyo angalau kidogo walikuwa na hadhi. Kwa hiyo sasa biashara ilikuwa kama hivyo, kwamba kulikuwa kuna watu ambao walikuwa wanachukuliwa sehemu za interior yani maeneo ya vijijini sana, wanachukuliwa na kisha wakawa wanapelekwa katika maeneo ambapo walikuwa wanakwenda kuuzwa. Kwa hiyo watumwa walikuwa wanasafirishwa kutoka vijiji vya ndani, lakini wanakuja kuuziwa katika maeneo ya, kwa mfano kama Kilwa, Pemba, Malindi na masoko mengine ya watumwa ikiwemo Bagamoyo, ambayo yalikuwa ni masoko yanayojulikana kwamba ni masoko ya watumwa, na watumwa walikuwa wanauzwa kupitia hapo, wanasafirishwa kwenda maeneo mengine ya Mashariki ya Kati na ya Mashariki ya Mbali. Kwa hiyo sababu nyingine ilikuwa ni kuhitajika sana kwa wafanyakazi katika mashamba ya miwa na kahawa, ambayo hayo mashamba yalikuwa ni ya Wareno ambayo yalikuwa Brazil. Kwa hiyo mashamba haya yalifanya biashara iongezeke, au biashara ya watumwa iwe pana zaidi kwa upande wa Afrika, kwa sababu sasa mahitaji yakawa sio tena watu wa Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali, wakawa na wale Wareno. Licha ya kwamba utawala wao ulianguka, lakini walikuwa wanakuja kununua watumwa kutoka katika masoko mbalimbali. Masoko hayo ya watumwa walikuwa na uwezo wa kwenda Mikindani, walikuwa na uwezo wa kwenda masoko mengine yoyote yale, wakanunua watumwa na kuwapeleka huko, licha ya kwamba wao sio watawala. Lakini sababu nyingine ya kupanuka kwa biashara ya utumwa kupitia bahari ya Hindi ilikuwa ni kuongezeka kwa mahitaji ya wafanyakazi katika mashamba ya miwa ya Wafaransa ambayo yalikuwa katika visiwa, kwa mfano kama Madagascar, Mayotte, Mauritius na Reunion.
maeneo hayo yalikuwa yanahitaji sana wafanyakazi. Kwa hiyo wale wafanyakazi waliokuwa wanatolewa huko Msumbiji na maeneo mengine hayakuweza kutosheleza kupata wafanyakazi wa kutosha. Kwa hiyo sasa na Wafaransa nao wakaanza kuja Kilwa kununua wafanyakazi ambao wangeweza kuwasaidia kununua au kuwauzia watumwa. Lakini sababu nyingine ambayo ilisababisha biashara ya watumwa ikue ni kutokana na kukua na kupanuka kwa biashara ya pembe za ndovu. Kwa sababu sasa pembe za ndovu zilikuwa ni maarufu, ilikuwa ni biashara pendwa. Ina maana kwamba katika hiyo biashara ya pembe za ndovu ndio watu wakawa wanapata na wafanyakazi hapo kupitia hiyo biashara. Kwa hiyo waliokuwa wanafanya biashara ya pembe za ndovu walikuwa wameongeza soko la watumwa. Ina maana kwamba ni sawa na mtu anaenda sokoni, amekwenda kununua vitu vingine, lakini ameona kwamba nyumbani kwangu bwana nina kuku majike au matetea hayana jogoo, na huyu jogoo nimemuona anapitia na yeye. Kwa hiyo sasa huo ni mfano tu, kwa maana kwamba waliokuwa wananunua na kuuza biashara za pembe za ndovu pia walisaidia ili masoko ya utumwa kuonekana. Ina maana kama watu walisafirisha pembe za ndovu na wakafika sehemu, kumbe walikuwa pia wanawahitaji wa wafanyakazi. Kwa hiyo swala ilikuwa tu ni kuwapitia hapo wafanyakazi katika hilo soko na kwenda nao moja kwa moja. Kwa hiyo hapakuwa na haja ya kwenda na kutafuta tena wafanyakazi, wakati wafanyakazi tayari wameshaonekana kupitia biashara ya pembe za ndovu, na wakawa na wao wamepata kuonesha masoko yao, au masoko hayo ya kitumwa yakawa wamepata kuonekana pia kupitia biashara hiyo. Lakini pia hawa watumwa wengine walikuwa sio kwamba ni watumwa kabisa wamelengwa kuwa watumwa, lakini kama tulivyosema hapo mwanzo wakati tunaanza hiki kipindi kwamba kuna wakati mwingine watu walikuwa wanadanganywa. Wanadanganywaje? Wanaambiwa kwamba watabeba mizigo na watakuwa wapagazi na mwisho watalipwa. Baadaye wakifika huko maeneo wanapopeleka hizo bidhaa, wanakuja wanauzwa kama watumwa. Na hivi ndivyo pia ilivyotokea katika hii biashara ya pembe za ndovu, ambapo wengine walikuwa ni wapagazi tu ambao walikuwa wanabeba hizo pembe za ndovu kutoka interior, kwa maana ya maeneo ya vijijini ndani sana kule, kutoka huko mpaka kuja kufika pwani. Sasa wanapofikisha pwani hizo pembe za ndovu zinakuwa zimeuzwa, lakini pia na wale wapagazi wenyewe nao wanakuwa wameuzwa kama watumwa. Lakini jambo jingine lililokuza utumwa kwa upande wa Afrika Mashariki ni kutokana na baadhi ya machifu wa kienyeji kuhitaji wakulima zaidi ili kuweza kulima na kuzalisha vyakula ambavyo hivyo vyakula vingine viliuzwa kwa viongozi wa misafara kwa ajili ya kwenda masafa marefu, hasa wale waliokuwa wanakwenda kuuza bidhaa hizo za pembe za ndovu kutoka maeneo ya vijijini. Ilikuwa ni safari ndefu, kwa hiyo ilikuwa ni lazima wawe na vyakula vya kuwatosha. Lakini sio hivyo tu, mambo mengine ni kwamba hata Sultani Bwana Said wa Zanzibar naye alikuwa anahamasisha sana katika kipindi hicho. Alikuwa anahamasisha watu waweze kwenda katika maeneo ya ndani huko, hasa wafanyabiashara wa Kiarabu waende huko ili waweze kutafuta watumwa katika bara la Afrika, ili waweze kuwauza, waweze kuwachukua na waweze kuwapeleka katika nchi zinazohitaji hao watumwa. Kwa hiyo huyu sultani naye alikuwa ni sehemu ya chanzo hicho. Lakini
katika kuendeleza mahitaji zaidi ya wafanyakazi, sultani huyu pia alikuwa amehamasisha kilimo cha nazi na karafuu, ambapo sasa hizi bidhaa zinazozalishwa katika kilimo hiki nazo zilihitaji wafanyakazi ambao walikuwa wanafanya kazi kwa niaba ya utawala huo. Lakini huyu bwana Said Said, tukimzungumzia zaidi, ni kwamba huyu alianzisha dola ya Oman ya kibiashara Zanzibar, ambapo sasa alisaidiwa na yule mtawala bwana Imamu, ambaye yeye ndo alikuwa anafanyaje, yeye ndo alikuwa anamsaidia hasa kwa upande wa wanajeshi. Lakini pia huyo Imamu aliteua magavana mbalimbali wanaotoka huko katika nchi hiyo ya Oman kuja kufanya utawala na kuendeleza kile ambacho alikuwa anakihitaji. Sasa ingawa kuna kamgogoro fulani kalitokea, kwanza tukumbuke kwamba huyu Imamu ndo alisaidia maaskari wakaja kuwafukuza Wareno pwani ya Afrika Mashariki kipindi hicho. Kama mnakumbuka, tuliwahi kuzungumza kwamba kulikuwa kuna mzingiro wa majeshi ya Kiarabu katika ngome ya Fort Jesus, ambao walikuwa wanaita ngome ya Yesu, ambapo lengo la ngome hiyo yamkini haikuwa lengo la kidini kama jinsi ngome inavyoitwa, ila ilikuwa ni sehemu ya utawala wa Wareno. Kwa hiyo tulishazungumza mambo hayo. Kuna wengine walikufa kwa njaa, kuna wengine walikufa kwa magonjwa na vitu vingine. Kwa hiyo ina maana kwamba huyu bwana Imamu ndo alikuwa mtawala kipindi hicho. Ina maana alisaidia sana hata yeye kumpa ushauri wa katika hali na mali, kwa maana ya majeshi na maaskari na watu wengine ambao ni magavana waliokuja kusaidia utawala huo wa bwana sultani bwana Said. Walimsaidia sana, lakini kulitokea changamoto moja ya kupinduana. Kuna familia moja ya kifalme, hasa ilipofika miaka 1840 ya huko Oman huko, waliwapindua wenzao wengine. Kwa hiyo baada ya mambo hayo ikaonekana kwamba sasa huyo bwana Imamu hawezi tena kuendelea kujitanua katika utawala wa huku Afrika, kwa sababu kulikuwa na changamoto hizo za kisiasa humo Oman ambazo zilisababisha wasiendelee na harakati zao za kuimarisha dola ya kibiashara ya Oman Zanzibar. Lakini licha ya mambo yote hayo, asili hasa ya bwana Said Said kama sultani kutawala au kuwa maeneo ya hapo Zanzibar, hasa asili yake ilianzia alianza kwanza kutawala kama mtawala ambaye yamkini hakuwa pale, alikuwa bado yuko Muscat Oman, lakini utawala wake na ushawishi wake rasmi ulianza 1806 kwa kusaidiwa na kampuni la British East India ambao huo ulikuwa hiyo kampuni ilikuwa inakaa Mumbai, ambapo ilikuwa inakaa India. Sasa baada ya bwana Sultani Said Said kuona kwamba ameshaingia katika utawala au ameshaingia katika kutambulika kwamba yeye ndiye mtawala wa pale, maana yake ni kwamba alichofanya alianza kuteka miji mbalimbali ya pwani ya Afrika Mashariki. Alianza na Lamu, hiyo ilikuwa 1818. Hapo wakati huo alikuwa anatuma majeshi, hajaja bado Zanzibar, lakini akauteka mji mwingine
1822 na akaendelea kuteka miji mbalimbali mpaka 1825 akawa ameshaichukua moja kwa moja na Pemba nayo akawa anaimiliki. Kwa hiyo mpaka mwaka huo ina maana kwamba alikuwa anao umiliki wa eneo kubwa la pwani ya Afrika Mashariki, isipokuwa eneo la Mombasa ndio lilikuwa bado halijawa katika umiliki wake. Lakini ilipofika 1837 alifanikiwa kushambulia na kuteka hilo eneo. Basi sasa kuanzia hapo akawa na umiliki rasmi wa eneo hilo la pwani ya Afrika Mashariki. Sasa akawa na miliki maeneo yote ya pwani ya Afrika Mashariki. Kilichofuata hapo akaamua, ilipofika 1840 akaamua kuhamia kabisa moja kwa moja afike Zanzibar, kutoka Muscat Oman kuja Zanzibar ili kuweza kudhibiti biashara zake. Na hizo ndizo zilikuwa miongoni hiyo ndio ilikuwa miongoni mwa sababu zilizomfanya aweze kuhamia hapo, kwamba alitaka kwanza aweze kudhibiti biashara ya watumwa na pembe za ndovu. Lakini jambo jingine ni kwamba Zanzibar ilikuwa na bandari pana kiasi kwamba meli zote zinazotoka nchi za Ulaya kama Ureno, Ufaransa, Uingereza na maeneo mengine zilikuwa na uwezo wa kufika pale kiurahisi. Kwa hiyo ikawa anataka pia kufanya biashara kutokana na bandari hiyo, kwamba ingemsaidia. Lakini jambo jingine la tatu ni kwamba Zanzibari ilikuwa, kutokana na nafasi yake ya kijiografia, ilikuwa ni soko bora sana na soko zuri, ambalo hilo soko lilikuwa ni soko ambalo lingeweza kufikika hasa kwa nchi au maeneo yaliyokuwa pwani ya Afrika Mashariki. Ilikuwa ni rahisi sana kuweza kufika katika eneo hilo la Zanzibar kwa upande wa masoko ya bidhaa mbalimbali. Lakini jambo jingine ni kwamba alikuwa anahitaji pia kupata udhibiti au uanzishaji wa mashamba ya mikarafuu na minazi maeneo ya Zanzibar pia, ambapo walipanua mashamba ya minazi na mikarafuu. Akawa anauza maeneo ya Ulaya kama tulivyosema hapo kwamba kulikuwa kuna bandari pana Zanzibari. Kwa hiyo akawa anajitahidi anauza Ulaya, ambapo watu wa Ulaya walikuwa wanatengenezea karafuu, manukato na sumu za kuulia wadudu. Kama tunavyojua thamani yake ya karafuu. Lakini pia yeye huyo bwana Said Said alihamasisha pia Waarabu wa Oman watoke huko Oman waje maeneo ya Zanzibar kwa ajili ya kufanya kazi katika usimamizi wa mashamba ya minazi na mikarafuu. Lakini sababu nyingine ilikuwa ni kwamba pale kutokana na hali yake jinsi ilivyo, kulikuwa na hali ya hewa ambayo ilikuwa ni rafiki kwa watu wengi. Kwa hiyo hata bwana Said Said alilipenda hilo eneo pia kwa sababu hiyo, licha ya mambo mengine yote, kwa sababu unaweza kweli ukawa una nia ya kudhibiti biashara yako, lakini ukikutana na kikwazo cha hali ya hewa, kukawa labda na magonjwa, vitu vya ajabu, unaweza usifanikiwe. Lakini kutokana na hali ya Zanzibar jinsi ilivyokuwa, basi aliweza kufanikiwa kutokana na kwamba lilikuwa ni eneo fulani ambalo lilikuwa ni rahisi sana kuweza kufikika, na ni eneo lenye hali ya hewa rafiki pia hata kwake yeye mwenyewe bwana Sultan. Kwa hiyo bwana Sultan Said Said yeye alitambua kabisa kwamba mashamba haya ya minazi na mikarafuu yalikuwa yanahitaji zaidi
kupata wafanyakazi wengi. Sasa wenyeji wa pale Zanzibar walikuwa hawawezi kutosheleza kufanya kazi pale. Walikuwa hawawezi kutosheleza kufanya kazi katika mashamba hayo. Kwa hiyo ina maana Bwana Said Said kabidi aagize watumwa kutoka maeneo ya ndani ya Afrika Mashariki. Lakini pia Bwana Said Said aliwasaidia wafanyabiashara mbalimbali ambao walikuwa wanafanya biashara hasa maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki kwa kupunguza au kuweka usawa katika ushuru. Aliweka ushuru ambao uko sawa bandari zote, kwa sababu kabla ya hapo kila bandari ilikuwa na ushuru wake. Ambayo ilikuwa na 10%, ambayo ilikuwa na asilimia ngapi, ambayo ilikuwa na 20%. Kila bandari ilikuwa na ushuru wake, lakini alipoingia baada ya kuona kwamba amedhibiti sasa maeneo yote ya pwani ya Afrika Mashariki, yeye akapunguza, akaanzisha ushuru wa 5% kwa bandari zote. Kwa hiyo maendeleo ya biashara yakawa ni makubwa sana hasa Afrika Mashariki. Na baada ya hapo aliwaalika wafanya biashara wa Kihindi wakaingia pale wakafanya naye biashara. Sasa sio tu kufanya biashara, lakini pia aliwapa na kazi za kusimamia. Maana hawa Wahindi walipokuja, kazi kubwa walizokuwa wanazifanya ni mbili. Wale ambao ni wasomi na watu wanaoelewa mambo ya kifedha aliwaweka kuwa maafisa wa forodha. Wakawa forodhani pale kama maafisa wa forodha. Lakini wale waliokuwa ni matajiri wakubwa, basi wao jukumu lao ilikuwa ni kukopesha fedha, ambazo hizo fedha zililipwa kwa kutumia pembe za ndovu. Kwa hiyo biashara ikawa imeendelea hivyo, na baada ya kuona kwamba biashara iko vizuri, akaamua kuanzisha sarafu ya pasi ya Kihindi. Sarafu ya pasi ya Kihindi ambayo alianzisha pale Zanzibar, ikawa kama fedha inayotumika Zanzibar. Kwa hiyo hiyo fedha ikawa inatumika pamoja na dola ya Marekani na dola ya Maria Teresa wa Australia kama fedha ya Zanzibar inayotumika. Kwa hiyo hiyo sarafu iliyoanzishwa na Bwana Said Said ilitumika pamoja na dola ya Marekani na dola ya Maria Teresa. Pamoja, kama zote zikawa kama fedha ambazo zinaweza kutumika maeneo ya Zanzibar. Lakini baada ya mambo yote hayo ya biashara hizo za utumwa, matokeo yake yalikuwa nini? Matokeo yake yalikuwa mengi, lakini mojawapo ya jambo lililotokea moja ya mambo lililotokea ni kuenea kwa lugha ya Kiswahili Afrika Mashariki, kwa sababu hii ilikuwa ni lugha ambayo waliamini kwamba ingeweza kuwaunganisha Waafrika wote wakawasiliana pasi na kikwazo, kwa sababu huku Afrika Mashariki kila watu walikuwa na kabila lao. Kwa hiyo ukienda Usukumani ukute Wasukuma wanazungumza lugha yao, ukienda Dodoma ukute Wagogo, ukienda Morogoro ukute Waruguru, Wakaguru. Kwa hiyo kulikuwa kuna makabila kama tunavyoyafahamu. Sasa swala hili katika biashara ikawa inabidi kitumike Kiswahili. Kwa hiyo hii ilisaidia katika kuenea kwa Kiswahili pwani ya Afrika Mashariki na hata Afrika Mashariki, maeneo ya ndani kabisa, katika vijiji vya ndani. Lakini jambo jingine lililotokea ni kwamba binadamu wanapokuwa pamoja, basi kuna mahusiano yanaweza yakaanza. Zilifungwa ndoa za kati ya Waarabu na Waafrika.
Kwa hiyo wakazaliwa Suriama wengi wa Kiarabu na Kiafrika ambao si tunawaita chotara huku, yani watu wa rangi tofauti tofauti, rangi mchanganyiko ya Kiarabu na Kiafrika. Lakini jambo jingine lilikuwa ni kuenea, jambo la tatu hili lilikuwa ni kuenea kwa Uislamu pwani ya Afrika Mashariki. Ustaarabu huu wa Kiislamu ulienea kwa sababu hawa Waarabu waliokuja, hasa wengi wakiwa wamehamasishwa na mwenyewe Bwana Said na wengine wakiwa wamekuja kwa mambo yao wenyewe, basi ustaarabu huo walikuja nao na Waafrika wakaona ni ustaarabu mzuri, wakawa wameuiga, ikawa ni mojawapo ya matokeo ya biashara za utumwa za bahari ya Hindi, hasa maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki. Lakini jambo jingine ni kwamba hii biashara ya utumwa ilifanya eneo la Afrika ya Mashariki, hasa pwani ya Afrika Mashariki, kukuza uchumi wake. Na uchumi wake ulikuzwaje? Uchumi wake hapa ulikuzwa kutokana na kwamba watu ambao walikuwa ni matajiri wakubwa, hasa mabepari kutoka huko Ulaya, walikuja kwa ajili ya kufanya biashara maeneo hayo, kwa kuzingatia kwamba kulikuwa pia kuna pembe za ndovu ambazo zilikuwa zinauzwa pale. Kwa hiyo hii ikawasaidia hata na wao wenyewe kuweza kuzipata hizo pembe za ndovu walizokuwa pia na wao walikuwa wanazihitaji. Lakini jambo jingine ni kwamba basi kutokana na changamoto za utumwa, kama tulivyosema mwanzo, kuna watu walikufa kutokana na vita za hapa na pale ili kuwapata watumwa. Kama tulivyosema mwanzo tu, hizi athari pia au haya matokeo yalijitokeza pia hata huku, kwa maana ya kwamba kukamatwa kwa watumwa, yani utumwa ni utumwa tu, hata kama ingekuwa vipi, japo kunao wenye afadhali kutokana na matumizi ya watumwa hao. Angalau naona hata huku Arabuni au nchi za Afrika Mashariki, sio Afrika Mashariki, mashariki ya mbali na mashariki ya kati, angalau wao walijitahidi wakawatumia kama askari, angalau kidogo waliwapa hadhi. Lakini njia za ukamataji wake wa watumwa zilikuwa ni zile zile tu, na hiyo ilikuwa inafanyika na wenyeji kabisa ambao ni machifu. Kwa hiyo migogoro iliendelea pale pale, watu walikufa, ambazo ni miongoni mwa matokeo hayo. Watu shughuli za kilimo zilidorora maeneo ya ndani kule ambako watumwa walikuwa wanatoka. Lakini pia walisababishiwa kitu inaitwa psychological trauma, yani kwa maana ya kwamba walikuwa na changamoto za kisaikolojia kutokana na kwanza jinsi ya kuwakamata ilikuwa inawatia hofu, lakini suala jingine ilikuwa ni jinsi wanavyotunzwa, lakini walikuwa wanaishi kwenye maeneo fulani ambayo wenyewe hawakuwa wanayapenda. Lakini jinsi walivyokuwa wanarundikwa kwenye meli kupita kiasi mpaka wengine wanakufa, lakini pia jinsi walivyokuwa wanatenganishwa na familia zao. Kwa hiyo pia athari za kiuchumi hasa huku wanakotoka ziliendelea kuwa zile zile, licha ya kwamba huko wanakokwenda mtazamo ulibadilika kidogo. Mtazamo ulibadilika kidogo. Kwa hiyo biashara ya utumwa ikawa imesababisha athari kubwa za kiuchumi, hasa kwenye masuala ya kujikuta kwamba Afrika wamepoteza rasilimali watu wenye nguvu ambao wangeweza kuwasaidia kufanya mambo mbalimbali. Kwa hiyo changamoto zikawa ni hizo. Unaweza kuona kwamba mambo yalikuwa magumu, hasa huku kwenye kuwakamata na pengine hata kwenye kuwatumia. Japo kuna maeneo walitumika kama askari kama tulivyoona, lakini jinsi walivyokuwa wanaishi, basi tuseme tu kwamba utumwa ni utumwa, ulikuwa na changamoto zake nyingi tu,
na baadhi yake ndio hizi ambazo nimezisema hapa, lakini nyingi zilikuwepo, na kimsingi ni kwamba biashara hizi zilikuwa zinafanywa kwa maslahi ya watu wa pande mbili. Moja, zilikuwa zinafanywa kwa maslahi ya wageni ambao walikuja, aidha ni watu wa Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali au ni watu wa Ulaya, lakini walikuwa ni wageni wa Afrika. Lakini hii biashara pia ilikuwa inafanywa kwa maslahi ya upande wa pili ambao ni Waafrika wenyewe, wale viongozi machifu wakubwa. Kwanza kwa kufurahia kwamba adui yao amepigwa, kwa sababu walikuwa wakiingia migogoro na ile jamii ambayo ni adui, mateka wengi wanapelekwa utumwani. Kwa hiyo walikuwa wanafurahia hilo, lakini jambo jingine kufurahia utajiri, kwamba wamefurahishwa na utajiri ambao wamepata kupitia biashara hizo za watumwa. Lakini jambo jingine pia kufurahia bidhaa zilizokuwa zinapatikana pale, bidhaa za anasa ambazo hasa wafalme walikuwa wanazipendelea sana hizo bidhaa. Kwa hiyo hii biashara ilikuwa na athari, ilikuwa na matokeo mazuri, lakini pia ilikuwa na hasara zake, lakini pia ilikuwa na maslahi ya pande zote mbili. Ingawa maslahi makubwa ukipima yalikuwa hasa kwa hawa wageni waliokuja, kwa sababu hawa ndio walikuwa wanufaika wakubwa. Hawa wengine walikuwa tu wanafanya ili waendelee kubaki madarakani kama tuijuavyo Afrika. Kwa hiyo mambo yalikuwa ni kama hayo, na kwa maneno haya niseme kwamba huu ndio mwisho wa kipindi hiki au somo hili fupi linalojulikana kama historia kuhusu Afrika na biashara ya watumwa. Kwa hiyo baada ya kusema hivi, niseme tu kwamba niwatakie wakati mwema, niwatakie utafutaji mwema wa maarifa zaidi, na pia niwatakie ujifunzaji mwema, na baada ya yote niwaage nikisema kwa herini. Subscribe to Mwalimu Falme Matabula online channel. Subscribe to get more knowledge about history. Asante mwalimu wetu kwa kuyatoa maarifa, tuzino bongo zetu kisha tusibe maarifa. Kwa historia vitu watu naza kwa usifa, si chote limubutu, chukua inayofaa. Ini chaneli nzuri, fuatilia kwa makini, atoe elimu nzuri isiyo na walakini, elimu bila dosari, tuhifadhi vichwani. Subscribe to Mwalimu Falme Matabula online channel.